Shalom. Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ninakusalimu kwa jina kuu la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amani iwe nawe. Sasa katika ishara za kinabii kwa njia ya ndoto, ni muhimu sana ukaelewa ndoto na maana zake na Mungu atakubariki. Sasa katika ishara za kinabii kwa njia ya ndoto, ukaona umelala, alafu ukaletewa ndoto, ukaota kwamba ukaona unaabudu sanamu katika ndoto. Ukaona unaabudu sanamu, unaipigia magoti, unaabudu sanamu, wewe unaabudu sanamu kabisa, na ni kwa njia ya ndoto. Au ukaona unaabudu dini nyingine, yani zile dini zingine ambazo wanafanya ibada, ukajiona unaabudu. Sasa kiroho tafsiri yake ni nini ndoto ya namna hiyo? Ishara ya namna hiyo inaonyesha kwamba ndani yako umesukumiziwa roho ya ukengeufu, kukengeuka kutoka katika imani, kutoka katika mapenzi ya Mungu, kutoka katika Ukristo, kutoka katika wokovu. Sasa ukiota ishara ya namna hiyo, haraka sana unahitaji unyenyekee mbele za Mungu. Hauhitaji kuvunja, hauhitaji kuharibu. Hiyo sio mizimu ya ukoo kwamba imeinuka ni isambaratishe, hapana. Unahitaji kunyenyekea mbele za Mungu katika toba. Mwambie Mungu, ninaomba toba mahali popote ambapo ninapotoka katika nafasi ambayo umeniandalia, katika nafasi ambayo unataka niwe. Naona adui anataka achukue nafasi. Kwa katika maombi yako ni muhimu sana ukasimama katika maombi kuharibu maroho yote mabaya ambayo adui amekuwa akiyatuma kwako, ili ukengeuke. Roho ya ukengeufu ikatae, iharibu, isambaratisho, kwa sababu ni mpango mbaya ambao wachawi wanakuwa wamekuandalia ili kukufarakanisha kati yako wewe na Mola wako mtukufu, kati yako wewe na Muumbaji. Kwa ni muhimu sana pale ambapo ukaota ishara ya namna hiyo, ukaona kwamba unaabudu sanamu, simama katika maombi ya toba. Jitenge, kataa hiyo roho, kwa sababu ni madhara makubwa pale ambapo ukatoka katika utukufu wa Yesu Kristo. Ni madhara makubwa pale ambapo katoka katika utukufu wa Mungu aliye hai. Maandiko yananena wazi kwamba uko nje wako mbwa mwitu wakali. Maana yake ni wakali, wana njaa, wanatafuta watu wawameze. Kwa hiyo ni muhimu sana ukabaki katika wokovu, ukabaki katika Ukristo, na Mungu atakubariki sana. Kwa hiyo ukiona ishara ya namna hiyo, nyenyekea mbele za Mungu, omba toba. Ni alama ya vamizi katika imani, alama ya vamizi katika wokovu ulioupata mbele za Yesu Kristo. Simama sana na Mungu atakubariki. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni kuhani Samuel Yosia. Ukihitaji msaada wa kiroho katika madhabahu yetu hii tukufu, namba zetu ni 0695579223. Namba hizo zinapatikana WhatsApp. Unaweza ukatuandikia ujumbe, unaweza ukaandika ujumbe pale, tukakupa maelekezo zaidi ya kiroho yanayohusu maisha yako. Mungu akubariki sana. Ninakutakia wakati mwema. Shalom, shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.